Mkopo huu isiende kuwa kigezo cha furaha iliyopotea ndani ya nyumba, ukaona ni vyema utumie mkopo, furaha ya nyumba ifanyaje, irejee. Mkuu wa wilaya ya Ludewa mkoani Njombe, Olivanus Thomas, amewaonya waliopata fedha ya mkopo uliotolewa na halmashauri, akiwataka kwenda kutumia fedha hizo kulingana na malengo kuliko kwenda kununua mahitaji ili kurudisha furaha iliyopotea ndani ya nyumba. DC Olivanus ametoa agizo hilo wakati akikabidhi hundi yenye thamani ya milioni 300 kwa vikundi 73 vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu walionufaika na mkopo huo, na kuwataka fedha hizo zikawanufaishe kuwainua kiuchumi. Tusikalili biashara ya aina moja. Watu ambao mmeanza na biashara fulani, si mbaya unakurudisha mkopo unapofikiria biashara nyingine mnaweza kuifanya. Naendelea kuasisitiza zaidi watu wa mambao, ufugaji wa samaki unatija zaidi na faida yake inarudi mapema kuliko biashara nyingine. Kwa hiyo itatusaidia sisi kama serikali kurudisha mikopo kwa haraka na watu wengine waweze kupata fursa ya kukopa. Jambo la pili ni kuhusiana na nidhamu ya matumizi ya fedha ambayo tuliopewa. Nirudie tena, mkopo sio zawadi. Mkopo sio zawadi. Ieleweke kabisa ya kwamba unavyopewa mkopo na halmashauri, unahitaji kwenda kutumia vilivyo vile ambavyo imepaswa utumike, na pia jitume zaidi. Mkopo huu usiende kuwa sababu ya kubadili aina ya mboga uliokuwa unaitumia. Mkopo huu isiende kuwa kigezo cha furaha iliyopotea ndani ya nyumba, ukaona ni vyema utumie mkopo, furaha ya nyumba ifanyaje, irejee. Lakini pia huu mkopo usione ya kwamba kwa sababu serikali ni wewe, ukajawa na ile fikra ambayo hata mkurugenzi mwanzo alizungumza ya kwamba hii fedha ni ya kwenu. Ni kweli ni ya kwenu, lakini cha kwako kinaweza kikakuumiza na pia cha kwako kinaweza kukunufaisha. Muwe kati ya watu ambao wanaenda kunufaika kupitia mikopo hii. Jambo lingine, leo hii tunatoa hii fedha shilingi milioni 300. Unaweza kuona hapa upande wa wanawake, wao wanapata almost milioni 144, si ndio? 160 na laki 5. Ni nusu ya kiwango ambacho kilichotengwa kwa robo hii. Maana yake ni kwamba ile ajenda ya kumuinua mwanamke inaenda kutimia vizuri. Niwaombe akina mama, niwaombe dada zangu, mlionufaika na mikopo hii, muende mkaitumie vizuri, murejeshe kwa wakati ili muweze kutumia kwa ajili ya shughuli nyingine na muweze kukopa zaidi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba fedha hizi ambazo leo hii hapa tunawakopesha vikundi, mheshimiwa mgeni rasmi, naweza nikasema kwa tafsiri ya haraka ni fedha zao wenyewe, kwa sababu ni fedha ambazo tunazikusanya kwenye ushuru kutokana na mazao ambayo tunalima katika wilaya yetu. Kwa hiyo kile kiasi tunachokipata 10% tunairejesha kwenye jamii kuweza kukopesha hivi vikundi. Na lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi ulielekeza kwamba tutoe mafunzo kwa ajili ya vikundi hivi, sababu kumekuwa na tabia kwamba tunapokopesha fedha hivi vikundi vinashindwa kujiendesha na mwisho wa siku kunakuwa na changamoto kwenye upande wa marejesho. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumechukua jitihada ya kukaa nao, kuwaelekeza, kupata mafunzo juu ya usimamizi wa fedha, masuala ya kurejesha, mambo ya uongozi na taratibu zote za vikundi, ili wanapopata fedha basi wao wameshapata package ya mafunzo ambayo itawezesha waweze kuendesha biashara zao vizuri, lakini kufanya marejesho. Vijana na watu wenye ulemavu. Kwa mwaka 25-26 halmashauri yetu ya Ludewa iliweza kutenga na kutoa fedha katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilishatoa milioni 318 na laki 240, na sasa inakwenda kumalizia awamu hii ya pili
ambayo inatoa mkopo wa jumla ya shilingi milioni 300 ambao utaenda kwa vikundi 73 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Awamu ya kwanza tuliomba mkopo, tulipata milioni 4. Kweli tumefanya biashara kwa pamoja na tumefanikisha kurejesha vizuri. Kwa saizi tumeomba tena awamu ya pili, na kwa kweli tunashukuru viongozi, tumefanikisha, tumepata. Kiasi gani mlichopata sasa hivi? Milioni 3. Okay. Kwangu mimi binafsi, kwanza nashukuru Mama Samia. Kweli nilikuwa na maisha kidogo hafifu, lakini kwa sasa Mungu ananisaidia, kweli naweza nikasonga mbele, na pia watoto wanasoma vizuri. Sisi ni kikundi cha vijana 5, tumefanikiwa kupata mkopo wa 10% wa shilingi milioni 8 na laki 5. Tumeomba kwa ajili ya mradi wa guta. Kwa tupende tu kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya, afisa maendeleo wilaya na afisa maendeleo kata kwa kutusaidia kupata mkopo huu. Asante. Wewe taarifa ulipataje? Taarifa tulipata kwa njia ya message kwa tumeingiziwa hela baada ya kukamilika mchakato. Taarifa mkopo, ili kujua kwamba kuna taarifa mkopo. Tulitangaziwa na maafisa maendeleo kwa wanatutangazia kuwa kuna fursa za mikopo za vijana, kwa changamkia hizi fursa, mtengeneze vikundi, msajili ili muweze kupata mikopo hii. Mwanzo ulikuwa unafanya shughuli gani? Mimi kabla ya shughuli ya guta, ile shughuli yako sasa hivi? Mimi ni dereva bodaboda. Okay. Yes. Sawa. Kwa hiyo vipi bodaboda na watu tunaiuza au na tukafanya? Anaendelea nayo.